Baada ya shambulizi la makombora matatu yaliyotokea Lebanon, Israel imeamua kulipa kisasi. Israel imeanza kurusha makombora kwa mara ya kwanza baada ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Hezbollah pamoja na IDF. Wakati huu Israel inasema imepiga makumi ya roketi za kurusha katika kituo cha kusini mwa Lebanon ambapo kuna kundi la Hezbollah baada ya roketi kurushwa kutoka huko hadi Israel kwa mara ya kwanza tangu kusitishwa kwa mapigano mnamo mwezi wa Novemba. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alisema aliwaambia wanajeshi wa ulinzi wa Israel IDF kuchukua hatua mara moja kwa nguvu dhidi ya malengo kadhaa ya ugaidi ambayo yanatokea huko Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema watu wawili akiwemo mtoto mmoja waliuawa na 8 wamejeruhiwa katika makombora hayo. Waziri Mkuu wa Lebanon alionya dhidi ya nchi yake kuburutwa katika vita vipya. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran limesema kuwa halijafanya shambulizi hilo la roketi na limeendelea kujitolea katika makubaliano hayo ambayo yalimalizika kwa miezi 14 baada ya mapigano. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, kimesema kimeshtushwa na uwezekano wa kuongezeka kwa ghasia na kuzitaka Israel na Lebanon kuzingatia ahadi zao. IDF ilisema kuwa roketi 3 zilinaswa katika mji wa kaskazini mwa Israel wa Metula asubuhi ya leo Jumamosi, licha ya taarifa kutoka nchini Israel kusema kwamba hakukuwa na majeraha wala hakukuwa na vifo vilivyotokana na makombora hayo. Saa chache baadaye jeshi la Lebanon lilisema lilifanya msako na kugundua virusha roketi vitatu vya zamani ambavyo lilivisambaratisha, na katika taarifa baadaye siku ya Jumamosi, Hezbollah ilikanusha uhusika wowote wa shambulio la roketi dhidi ya Israel na ikasisitiza kujitolea kwake kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yamekuwa tete. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga kila siku kwa kile inachoeleza kuwa ni kama inailenga Hezbollah, na imedokeza kuwa mashambulizi yataendelea kulizuia kundi hilo kushambulia tena kwa kutumia silaha nzito. Mbali na hayo, jeshi la Israel bado linashikilia maeneo 5 kusini mwa Lebanon katika kile ambacho serikali ya Lebanon inasema ni ukiukwaji wa mamlaka ya nchi hiyo na ukiukwaji wa makubaliano ya usitishaji wa vita ambayo yalihitaji kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel. Israel inasema jeshi la Lebanon bado halijatumwa kikamilifu katika maeneo hayo na kwamba linahitaji kusalia katika maeneo hayo ili kudhamini usalama wa jumuiya zake katika maeneo ya mpakani. Shambulizi la roketi la Jumamosi dhidi ya Israel litaweka shinikizo zaidi kwa serikali ya Lebanon na pengine kutumwa kama uthibitisho na Israel kwamba jeshi la Lebanon halina udhibiti kamili wa maeneo ya mpakani. Licha mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel, Hezbollah haijajibu lolote. Kundi hilo linakabiliwa na changamoto kubwa ya kutoa msaada wa kifedha kwa jamii zake ambazo zimeathiriwa na vita na shinikizo kutoka kwa wapinzani wake na juu ya kuwapokonya silaha. Wakazi wapatao 60,000 ambao walikuwa wamefurushwa kutoka katika jamii za kaskazini mwa nchi hiyo kwa sababu ya mashambulizi ya kundi hilo na kuliondoa katika maeneo ya mpakani wamerejea tena baada ya kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na wapiganaji hao wa Hezbollah. Hata hivyo, rais wa Lebanon Joseph Aoun ambaye aliingia madarakani mwezi Januari amesema ni taifa pekee linalopaswa kuwa na silaha nchini humo katika kile kinachoonekana kuwa kinarejelea silaha za Hezbollah. Washirika wa kimataifa wa Lebanon wanasema watasaidia nchi hiyo iwapo tu serikali itachukua hatua za kuzuia nguvu za Hezbollah. Hezbollah ilizindua kampeni yake siku moja baada ya shambulio la Hamas kusini mwa Israel la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, ikisema kuwa inatekeleza mshikamano na Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Na sasa hiki ndicho ambacho kinaendelea wakati huu, kwa maana Hezbollah imeamua kuungana na Wapalestina hasa kundi la Hamas katika utetezi wa raia wasiokuwa na hatia, huku akiungana pia na Wahouthi kutoka nchini Yemen. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.